Mzee huyo Jakaya Kikwete mara baada ya kupata nafasi ya kutoa salamu za kwa familia, anatoka sasa akiwa anaagana hapa na viongozi mbalimbali ambao wamefika hapa nyumbani tayari kwa ajili ya kuanza safari ya kuondoka hapa nyumbani mara baada ya kizungumza hapo na Tido Mhando, miongoni mwa wakurugenzi wa vyombo vya habari ambao wamewahi kupata nafasi ya kufanya kazi kwa ukaribu sana na mzee wetu Charles Hilary. Marehemu Charles Hilary nimefahamiana naye miaka mingi akiwa mtangazaji maarufu wa mpira, kwa mtangazaji wa Radio Tanzania na huyu bwana huyu na Tido hapa na Tido, na maarufu sana kwenye kipindi chake cha Macharanga. Na kwa hiyo toka wakati ule tumekuwa ametoka hapa nchini akaenda nje akarudi akawa Zanzibar. Kwa hiyo kila nikienda Zanzibar tunakutana tunakumbushia ya zamani, na moja kitu ambacho amekuwa ananifanyia na naendelea kumshukuru, alikuwa ananirekodia nani zile za Macharanga. Nazo kila wakati, na mara mwisho tumekutana Zanzibar pale akaniahidi kwamba ananitengenezea nyingine. Lakini sasa ndio sina wa kumuuliza kama alishai kutengeneza ama kutengeneza. Ni mtu mzuri, alikuwa mtu mzuri, mtu mcheshi sana. Mimi sijui kama kuna mtu atagombana na Charles kwa jambo gani. Alikuwa mtu mwema sana. Kwa hiyo tumesikitika tu kwamba tumepoteza mwandishi habari nguli kabisa, mwandishi wa habari mwenye weledi wa kiwango cha juu sana. Lakini tumempoteza Mtanzania, raia wa Tanzania ambaye ni mzalendo wa dhati. Maana kuna wengine wako mguu nje mguu ndani, lakini huyu ni mzalendo wa dhati. Kwa hiyo tuendelee tukiombea familia yake, Hata pale nilipokwenda kumpa pole mkewe, akasema rafiki yako mzee wa Macharanga hayupo, kwa sababu anajua uhusiano wetu uko hivyo, kila tukikutana ambia mzee wa Macharanga basi. Kwa hiyo ndio hivyo bwana, na mimi nimeona tu nipite niwape pole, kwa sababu kesho tutakuwa Mwanga kwa ajili ya mazishi ya mzee Cleopa, na watakuwa nakwenda kuzika Zanzibar. Sitawahi kwenda kule, lakini nashukuru nimekuja nimempa pole mama, nimempa pole ndugu, jamaa na marafiki zake Charles wa karibu. Kwa tuendelee kumuombea tu, ni msiba kwa kweli wetu sote. Ni uchungu wao walionao, na wengine sisi pia tunao, majonzi walionao ni majonzi yetu sote. Kilichokuwepo tuombee familia tu, moyo wa subira. Kifo kimeumbwa na Mwenyezi Mungu, hakuna atakayeishi milele. Kila mtu ana siku yake ya kuondoka duniani. Basi na mwenzetu siku yake imefika, na sisi tuko njiani. Asante sana. Mzee wetu huyo Jakaya Kikwete mara baada ya kuzungumza mawili matatu ambayo umepata nafasi ya kusikia hapo, kwa namna ambavyo amemuelezea mzee Charles Hilary kama miongoni mwa watu wacheshi, neno ambalo limejirudia sana katika wasifu ule wa mzee Charles Hilary. Na wakati huwa anaagana hapo na viongozi mbalimbali ambao wamefika hapa, lakini na wanafamilia, na umemsikia hapo. Kesho anatarajiwa kuwa kule Mwanga mkoani Kilimanjaro
kwa ajili ya msiba mwingine wa kitaifa wa makamu wa rais wa kwanza na waziri mkuu mstaafu mzee Cleopa David Msuya, ambao msiba huo kitaifa uliagwa jana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan pale Karimjee, Dar es Salaam, na anaondoka sasa rais mstaafu huyo Daktari Jakaya Mrisho Kikwete kutoka hapa Kibamba. Mara baada ya kuwasilisha salamu hizo za pole kwa familia ya marehemu mzee wetu Charles Heirali kufuatia msiba huo mkubwa ambao pia umeikumba tasnia ya habari lakini serikali kwa ujumla wake. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.